Qatada, Sinin huwa al-mubarak al-hasan, ni eneo zuri lililobarikiwa. Ikrima akasema Sinin wa turi Sinin. Ikrima akasema aljabalu alladhi nada Allahu jalla thanauhu Musa alayhi salam. Hapa ndipo ambapo Mwenyezi Mungu alipomwita Musa, ya Musa innani ana rabbuka, mimi ndio Mungu wako. Hiyo ni kauli ya nani? Ya Ikrima. Qala Muqatil wal Kalbi, wakasema Sinin kullu jabalin fihi shajarun muthmirun fahuwa Sinin wa Sina bilughati nabat, kwamba Sinin ni mlima ambao una miti yenye kuotesha matunda, kwa hiyo unaitwa Sinin au Sina bilughati nabat, kwa lugha ya wakulima wa eneo hilo la Sina. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akasema watini, na pia mti wa mtini. Sasa Qurtubi rahimahullah akaleta riwaya kutoka, akasema qala Ibn Abbas wal Hasan wa Mujahid wa Ikrima wa Ibrahim an-Nakhai wa Ata ibn Abi Rabah wa Jabir ibn Zaid wa Muqatil wal Kalbi, akasema huwa tinukum alladhi ta'kulun wa zaitunakum alladhi ta'siruna minhu zaita. Mwenyezi Mungu ameuapia mti wa mtini ambao nyinyi mnaula matunda yake, na mzaituni wake ambao matunda yake mnakamua mafuta kisha mnaweka katika chakula. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Mu'minun aya ya 20 akasema wa shajaratun takhruju min turi Sina au Saina tambutu biduhni wa sibghin lilakilin. Huu ni mti ambao unaoota katika eneo lililobarikiwa, unaotesha miti yenye kutoa mafuta, na ni mafuta ambayo watu hutumia kujipaka na hutumiwa kwa ajili ya kula. Abu Dharri al-Ghifari, sahaba huyo, anasema uhdiya linnabiyu sallallahu alayhi wasallama sallutinin, Mtume siku moja aliletewa zawadi ya tenga, aliletewa sallu ni tenga kwa lugha ya Kiarabu, au tuseme kwa Kiswahili ni tenga. Mtume aliletewa zawadi la tenga, ndani yake kulikuwa kuna matunda ya mitini. Faqal, Mtume akawaambia masahaba kulu, uleni, wa akala minhu, na Mtume naye akala katika yale matunda. Thumma qal, kisha Mtume akasema law qultu, yani ingekuwa inawezekana kuhusu tunda hili, akasema inna fakiha, kwamba hili tunda nazalat minal janna, ingewezekana nikasema kwamba hili tunda limeteremka kutoka peponi, la qultu hadhihi, ningelisema lianna fakihatal janna, kwa sababu matunda ya peponi bila ajamin, hayana mbegu. Matunda ya peponi hayana mbegu. Fakuluha, kuleni huu mtini. Fa innaha, mtini faida yake taqta'ul bawasira, inatibu ugonjwa wa mgoro. Mtini kila unatibu ugonjwa wa mgoro. Watunqi'u au watanqa'u minan nuqrus au naqras, na ni dawa ya magoti ya miguu. Haya ndiyo aliyoyaeleza katika hii hadithi. Sasa hapa nini tunapopata fundisho? Kwamba Mtume aliapia namna hii. Muadh ibn Jabal akasema annahu staka biqabid zaitun, siku moja Muadh alipiga mswaki kwa kutumia mti wa mzaituni. Waqala, akawaambia waliokuwa namshuhudia, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume anasema kuhusu mti wa mzaituni, ni'ma siwaku zaitun, katika miti iliyokuwa bora na yenye afya
kwa kinywa cha mwanadamu ni mzaituni, minashajarati almubaraka, zaituni, mti huu ni katika miti iliyobarikiwa. Yutayyibul fama, mzaituni ukipigia mswaki unaongeza harufu ya kinywa kuwa nzuri, ina maana unaondoa uvunde, kama kuna bakteria ina maana mti ule unaondoa. Wa yudhhibu bilhafri, na mzaituni mswaki wake unaondoa vile vishimoshimo vinakuwa kwenye meno kama unapigia mswaki. Wahiya siwaki, Mtume akawaambia, na huu ndiyo mswaki wangu mimi Mtume. Wasiwakul anbiya min qabli, na ndiyo mswaki ambao mitume waliokuwa kabla yangu waliutumia. Hadithi hii imetajwa katika Kanzul Umal, na vile vile akasema wanasabahu ila at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Awsat. Hiyo ni zaitun, watin wazaitun. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akasema atinu masjidu Nuh alayhi salam, Mwenyezi Mungu ameapa watin, ameuapia msikiti wa Nuhu, alladhi bunia ala aljudi, ambao ulijengwa juu ya mlima, pahala ambapo ndipo nilipokwenda kukaa jahazi la Nuhu baada ya maji kukauka. Wazaitun, na zaitun Mwenyezi Mungu ameuapia Masjidul Aqsa, msikiti mtukufu wa Aqsa. Qala Dhahak akasema atinu almasjidul haram, Allah ameuapia msikiti mtukufu wa Makka. Wazaitun, na zaitun Masjidul Aqsa, msikiti wa Aqsa. Qala Ibn Zaid akasema atinu Masjidu Dimashq, ni msikiti upo Dimashq au Damascus. Wazaitun Masjidul Maqdis. Sasa hizo ni riwaya ambazo wamezieleza wanachuoni ambazo ni nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema watini wazaitun, ukienda katika tafsiri inayoitwa, nimerejea tafsiri mbili, tafsiri moja inaitwa at-Tafsirul Munir na Safwatu Tafsir. Hawa wanachuoni wawili, wa kwanza huyu Dr. Wahbat Az-Zuhaili katika tafsiri yake Tafsirul Munir, ambayo ni Darul Fikri, ni tabaatul ula, imechapishwa mwaka 1411 Hijiria, sawa na mwaka 1991. Yeye akasema atinu, yeye na Muhammad Ali Sabuni rahimahullah akasema hivi atinu wazaitun, atinu wazaitun. Wakasema qauluhu ta'ala, maneno yake Mwenyezi Mungu aliposema watini wazaitun, wakasema qasama bil biqa'il muqaddasa, Mwenyezi Mungu ameapia maeneo matukufu, wal amakin al musharrafa, na maeneo yaliyotukuzwa. Ndio maana akasema watin wazaitun, allati khassaha Allah ta'ala biinzali fiha ala anbiya'ihi wa rusulihi, ni maeneo ambayo Mwenyezi Mungu ameyataja pahala ambapo mitume wake aliwateremshia utume. Akasema wahia atini wa zaitun. Tin na zaitun ni nini? Biladu Sham amma, Mwenyezi Mungu anakusudia miji ya Sham yote. Sham unapokusudia, unaichukua Sham, unaichukua Syria yote na vitongoji vyake, unaichukua Jordan yote na vitongoji vyake, unaichukua Falastini yote na vitongoji vyake, ni Sham. Na wanadamu wote siku ya Kiyama tutafufuliwa, tutakwenda kuhukumiwa Sham. Ndipo tutakapokwenda kuhukumiwa Sham wote. Tutatoka hapa Tanzania, watu tuliozikiwa Tanzania, ama umezikwa Ulaya, umezikwa Afrika, umezikwa Kigoma, umezikwa Tabora, umezikwa Kabondo huko Ujiji, umezikwa Mwamgongo huko, umezikwa Zambia, umezikwa wapi, umezikwa Mwanza, sio umezikwa wapi, sawa. Popote pale utakapokuwa, wote tutapelekwa kwenda kuhukumiwa Sham. Manake moto utawaka dunia nzima, dunia nzima moto utawaka. Hakuna serikali yoyote, Korea Kusini, Kaskazini, siyo Mashariki, China, Urusi, Irani, Marekani,
Ufaransa, sijui nani, wale wote wenye ubabe wa nyuklia za kuua watu na kufitinisha watu, hawana uwezo wa kuuzima huu moto. Wallahi hawatauzima. Moto utawaka dunia nzima.